Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, ambapo hapa nakuletea taarifa kutokea nchini Irani kuhusu mpango mzima wa nyuklia na mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea kati ya Marekani pamoja na Irani kuhusiana na mpango mzima wa kuweza kupunguza urutubishaji wa uranium. Sasa taarifa inasema kwamba Irani imeweza kutoa onyo kali dhidi ya mashinikizo kutoka kwa mataifa magharibi na shambulizi lolote kutokea nchini Israel, wakati maandalizi yakiendelea kwa ajili ya duru ya 6 mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia. Naibu mkuu wa shirika la atomic la Iran, Beruzi Kamalvandi, amesema kuwa nchi yake itachukua hatua za kulipiza iwapo itashambuliwa au kushinikizwa zaidi na mataifa magharibi au shirika la IAEA. Amesema Irani imeshirikiana kupita kiwango kilichokubaliwa na sasa iko tayari kupunguza ushirikiano huo hadi kiwango cha kawaida. Matamshi yake yamekuja wakati bodi ya magavana ya IAEA ikifanya mkutano wa siku 5 mjini Vienna, ambapo Irani inakabiliwa na tuhuma za kutoshirikiana vya kutosha na kutotimiza masharti ya mkataba wa kuzuia usambazaji wa silaha za nyuklia. Nchi za Ufaransa, Ujerumani na Uingereza wakisaidiwa na Marekani wanataka shirika la atomic duniani lipitishe azimio kali zaidi dhidi ya Irani. Azimio hilo linaweza kufungua mlango wa kurejeshwa kwa vikwazo vyote vya Umoja wa Mataifa vilivyofutwa kupitia mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Irani imeonya kuwa hatua kama hiyo itakuwa kosa kubwa la kimkakati, ikisema kuwa madai ya kutengeneza silaha za nyuklia ni ya kupikwa na yametegemea taarifa kutoka Israel. Irani pia inadai kuwa uchunguzi wa IAEA kwenye maeneo kadhaa yasiyotangazwa ulifanyika kwa kutumia taarifa za kijasusi kutokea nchini Israel, na kwamba mabaki ya nyuklia yaliyopatikana yalikuwa yamepandikizwa kimakusudi. Sasa vuguvugu kubwa limekuwa likiendelea kati ya nchi ya Iran na mataifa magharibi yakiwemo kama Ufaransa, Ujerumani, Uingereza wakisaidiwa na Marekani kuhusiana na mpango mzima wa Irani kupunguza urutubishaji wa uranium, ambapo pia Marekani ameitaka nchi ya Irani kuacha kabisa urutubishaji wa uranium, ambapo inahofiwa kwamba huenda baadaye kaja kuwa hatari kubwa zaidi duniani endapo Irani itakuwa na uranium za kutosha kiasi ambacho inaweza kufikia hatua ya kutengeneza silaha za nyuklia. Sasa Marekani inazidi kujitahidi kupitia Rais Donald Trump kuhusiana na mazungumzo ambayo yanaendelea sasa kwa duru ya 6 ili kuweza kukubaliana na Irani kuhusiana na sheria zote ambazo zinazidi kuwekwa dhidi yao kwa ajili ya kuweza kupunguza kiwango cha kurutubisha uranium. Vuguvugu limekuwa ni kubwa sana, ambapo wiki iliyopita kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei aliweza kunukuliwa akizungumza kwamba Marekani ni nani mpaka aweze kuipangia nchi ya Irani. Sasa kumekuwa kuna vuguvugu la hapa na pale, ikionekana kwamba Irani haiko tayari kuacha kabisa kurutubisha uranium, ambapo Irani inadai kwamba uranium ambazo wanazitengeneza hata ikifika hatua wakatengeneza nyuklia, basi itakuwa ni kwa ajili ya matumizi mengine na matumizi ya amani, bali si kwa ajili ya kuleta hofu kwenye ulimwengu mzima. Kwa hiyo Marekani pia imekuwa na hofu kubwa, lakini vile vile kuna vipengele ambavyo Irani inawekewa na Marekani kiasi cha kwamba Irani inaona hakuna haja ya kuweza kutimiza vipengele hivyo. Kwa hiyo kuna mtifuano mkali, licha ya kuwa Irani imesema kwamba imetoa onyo dhidi ya mashinikizo kutoka mataifa magharibi kwamba endapo itapokea shambulizi lolote kutokea Israel wanaweza kukiamsha kwa kiasi kikubwa sana na kupelekea vurugu kubwa kuweza kutokea. Lakini inadaiwa kwamba Irani imetangaza kupata nyaraka nyingi za siri kutoka Israel zinazohusiana na mpango wake wa nyuklia. Irani imesema itazitoa hadharani hivi karibuni na kwamba nyaraka hizo zitasaidia kuzuia mashambulizi ya Israel dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Irani. Sasa Baraza la Usalama wa Taifa la Irani liliweza kutangaza kwamba limeweza kupata nyaraka nyingi za siri kutoka nchini Israel zikihusiana na mpango wake wa nyuklia, ambapo nyaraka hizo zimeratibu ni kwa jinsi gani Israel inaweza kushambulia vinu vya nyuklia vya nchi ya Iran, ambapo Iran imesema kwamba kupitia nyaraka hizo zitaweza kuisaidia nchi ya Irani kuweza kupambana na shambulizi lolote kutokea nchini Israel kuhusiana na nyuklia za Iran. Baraza la Usalama wa Taifa la Iran limesema
taarifa hizo zitawezesha kujibu mara moja mashambulizi yoyote ya Israel kwa kushambulia maeneo ya siri ya nyuklia ya taifa hilo la Kiyahudi. Lakini vile vile taarifa hizi siri nyeti kabisa za Israel kuhusiana na mpango wake wa nyuklia zitaiwezesha nchi ya Irani kuweza kushambulia maeneo ya Israel, kwa sababu endapo itapokea shambulizi kutokea Israel kwenda katika nchi ya Irani, basi Irani itakuwa ina wajibu wa kuweza kujibu shambulizi hilo haraka iwezekanavyo, kwa sababu itakuwa na njia zote au mbinu zote kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi ya Israel. Mkuu wa IAEA Rafael Grossi amesema kuwa anaamini kwamba mashambulizi ya Israel yanaweza kuipeleka Irani kwenye uamuzi wa kutengeneza silaha za nyuklia. Irani imemshtumu Grossi kwa kutumiwa kama chombo cha mataifa ya Magharibi, huku akidai anajitafutia nafasi ya ukatibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Sasa huyu mkuu wa shirika la atomiki duniani IAEA Rafael Grossi amesema kwamba anaamini endapo Israel itaweza kufanya mashambulizi katika nchi ya Irani, basi Irani itawajibika moja kwa moja kuanza kutengeneza silaha za nyuklia. Na vile vile Irani imemshtumu Grossi kwamba huenda anatumiwa kama chombo cha mataifa Magharibi, huku akidai kwamba anajitafutia nafasi ya ukatibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ambayo nafasi hiyo kwa sasa hivi inashikiliwa na Antonio Guterres. Lakini vile vile kuhusu mazungumzo ya Marekani na Irani, Rais Donald Trump anasema duru ya 6 ya mazungumzo itaanza Alhamis, lakini Irani inasema kuwa mkutano unaweza kufanyika Jumapili. Tofauti kuu iliyopo ni kuhusu suala la urutubishaji wa uranium. Duru ya 6 ya mazungumzo inatarajiwa kuanza Alhamis ya wiki hii, japokuwa Iran imesema kwamba inaweza kukaa chini na Marekani siku ya Jumapili kuweza kukaa kuzungumza tena kuhusiana na mpango wa nyuklia wa Irani, kwamba isiweze kurutubisha uranium kwa kiasi kikubwa sana. Lakini rais wa Marekani Donald Trump amenukuliwa akisema wiki iliyopita kuhusu hatua yoyote ambayo itaweza kuchukuliwa na Irani, basi ina wajibu wa kuacha kurutubisha uranium. Sasa Irani iliona kama vile inafanywa forcing, kwa sababu nchi ni kubwa, nchi inajitegemea, lakini imekuwa ikipokea vitisho kutoka Marekani kwamba endapo haitakubali mpango mzima wa mazungumzo ya kidiplomasia na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia, basi Marekani itawajibika kutumia nguvu kuweza kumlazimisha Irani kuacha kurutubisha uranium. Trump sasa anataka Irani isitengeneze kabisa madini ya uranium, lakini Irani inasisitiza ina haki ya kutumia teknolojia ya nyuklia kwa matumizi ya amani kama uzalishaji wa umeme na dawa. Irani imesema itawasilisha pendekezo jipya kwa Marekani hivi karibuni ili kusukuma mbele mazungumzo hayo. Irani yeye anasema kwamba matumizi ya nyuklia ana haki nayo kwa 100% kwenye matumizi kama vile kuzalisha umeme pamoja na utengenezaji wa dawa. Lakini Marekani ana hofu kwamba Irani anataka kujiimarisha kiulinzi zaidi. Kwa hiyo kuna shinikizo kubwa ambalo linazidi kuendelea katikati ya mataifa haya makubwa kabisa mawili, kati ya Irani pamoja na Marekani. Japokuwa Marekani kiuhalisia ni kama vile anataka kutumia nguvu ya aina yake kuweza kumshawishi Irani kuacha kabisa kurutubisha madini ya uranium ambayo yanatumika kutengeneza nyuklia. Lakini Irani inasema kwamba inataka kutumia nyuklia katika njia chanya kwa ajili ya kuweza kutengeneza umeme, lakini vile vile kwa ajili ya kuweza kutengeneza dawa kama vile tiba kwa ajili ya vitu vingine. Kwa hiyo kuna mvutano mkubwa ambao unaendelea, huku duru mpya ya mazungumzo ikizidi kusubiriwa kwa hamu kabisa baada tu ya onyo hili ambalo Irani imeweza kulitoa kwenda moja kwa moja kwa mataifa Magharibi, lakini vile vile ikionya vikali kuhusu shambulizi lolote kutoka nchini Israel, wakati maandalizi yakiendelea kwa ajili ya duru ya 6 ya mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia. Sasa mpenzi mtazamaji wa Zone Media, hiyo ni taarifa ambayo inahusu mpango mzima wa nyuklia kati ya Irani pamoja na Marekani. Sasa tufuatilie vizuri kuhusu duru ya mazungumzo itakavyokwenda wiki hii, basi tutakuletea taarifa hapa moja kwa moja kabisa ili uweze kufahamu nini ambacho kimeafikiwa katika duru ya 6 ya mazungumzo kati ya Irani na Marekani juu ya mpango wa Irani wa nyuklia. Asante kwa kutuchagua. Naitwa Victor Moshi.